Kwa majina mimi naitwa Muhonge. Muhonge mimi ni katibu mkuu wa Fukufuku na kuleta watu wetu pamoja katika eneo lote la Magharibi Kenya. Watu wangu walio katika eneo hili la Magharibi Kenya, lazima kajue kama sisi tunataka tukomboe usawa unakuja nyuma yetu. Ili usawa unakuja nyuma yetu upate vitu vinaweza kuwasaidia katika mambo yao ya kukua kama watu wazima. Upate mashule nzuri, upate well established university, research centers, upate barabara nzuri, upate miundo msingi nzuri. Lazima sisi tupe political support tukizetu wawili, ndugu yangu Sifuna na ndugu yangu Natembeya. Kwa sababu siasa katika taifa lote, hasa taifa letu la Kenya, ndio iko na kifunguo ya kuweza kuingia katika kikapu ya ushuru wa taifa. Mali benye pesa inakusanywa. Mtu yote mwenye akona uwezo kuingia katika ndani ya kikapu lazima akuwe mtu mwenye akona political support, akuwe na nguvu ya kisiasa. Sasa kama mnataka ndugu zangu, eneo letu Magharibi Kenya iwe ni eneo lenye litakuwa na uwezo wa kuweza kuingia katika kikapu na kuleta vitu vizuri katika eneo letu, kutuchengea mabarabara nzuri, kutuchengea hospitali nzuri, kutuchengea mashule nzuri, lazima sisi tupe political support ndugu zetu hawa George Natembeya na ndugu yangu Edwin Sifuna. Tusipofanya hivyo ndugu yangu, tutakuwa watu wataivu katika siasa. Tutasitu kukua vile tunakuwa. Na ndugu yangu lazima nimwambie, taifa letu la Kenya za hizi pesa hizi sisi tunalipa kama madeni, tunalipa mateni ya mababu zetu. Na sasa maunda mizingi yenye yanachengwa, mabarabara yenye yanachengwa katika maeneo zingine, stima inachengwa kila maeneo zingine, na hata vitu vizuri yenye taifa inafanya inatumia pesa ya watoto wetu ya usawa wa chukuu wetu. Nataka nimuulize, takrimu zetu kulingana na hesabu katika Jamhuri ya Taifa la Kenya, inasemekana from 1933 sisi tuko wa pili katika takrimu zetu. Kumaanisha sisi tuko wa pili katika mambo ya kulipa ushuru katika taifa la Kenya. Ninamuuliza ndugu zangu, na sisi kulipa ushuru na eneo letu lote la Magharibi Kenya, hatuna hapa ni city ama town yote yenye imekuwa a city. Ukiangalia Nyanza imepewa city Kisumu. Ukiangalia Bonde la Ufa imepewa city Nakuru, imepewa city Eldoret. Eneo la Magharibi Kenya, we don't have any city. Even Kakamega yetu sio city. Kwa sababu miundo msingi ya Kakamega haiwezi kuwa katika level ya a city in the Republic of Kenya. Eneo letu lote la Magharibi Kenya hatuna international airport. Hatuna infrastructure, railway infrastructure system is very poor. Neno hili ndio eneo inajulikana katika Afrika mzima kama sugar belt. Na tuna miundo msingi ya railway. Hatuna international airport. Na takrimu zetu kulingana kulipa ushuru sisi tuko wa pili. Ndugu yangu, lazima mko na ufahamu. Tunapea mzigo watoto wetu, vichuku vyetu. Pesa yenye wanatulipia sisi, yenye sisi tunatumia kuunda mashule zetu, kunatumia kuunda mabarabara, asiundi. Na watoto wetu wanakuja wenye ushuru wanalipa wakati hawatatumia hizo barabara. Kwa sababu barabara hizo zitakuwa zimechengwa kwingine. International airport hizo zitakuwa zimechengwa kwingine. Stima itakuwa imechengwa katika eneo zingine. So they are talking about Nairobi. They are talking about Kwanza City. They are talking about Rironi Road. Wanaongea kitu yote kuhusu yetu. Tuna kitu yote wanaongea juu ya Magharibi Kenya. Tuna mpango yote wanayo juu ya Magharibi mwa Kenya. Hatuna mpango. Lazima sisi tusikie sauti ndugu yangu George Natembeya, sauti Edwin Sifuna. Ndio sisi tukombolewa. We cannot be paying tax, tuwezi kuwa ni watu kulipa ushuru. Lakini taifa haina mpango yoyote ya sisi umma la Magharibi Kenya. Wanafikiria tu mipango ya vitu ya Nairobi, wanafikiria mipango ya vitu kule Mount Kenya, wanafikiria mipango ya vitu tu kule Bwani mwa Kenya, wanafikiria mipango ya mambo ya Bonde la Ufa. Hatuna mpango. Factories zetu zote zimeharibika. Uchumi wa eneo lote umeharibika. Watoto wetu wamekaa katika hali ya kutanganyikiwa. Maeneo zingine vile naongea simeendelea usawa wao kwa sababu wako na umoja, wako na makaji kama kule Amerika. Kama vile naongea ndugu zangu wa Bonde la Ufa wako na makaji kule Australia, ndugu zangu wakisi wako na makaji kule USA, wako na makaji.
wako na viongozi kutoka katika eneo sawa wanaongoza kule sehemu za Amerika, wana viongozi kutoka maeneo sawa kama Mount Kenya wanaongoza kule Britain, na sisi hatuna mpango kama huu. Uchumi ndiko nao, lazima tuungane, tusikie sauti ndugu zetu George Natembeya na ndugu zangu Edwin Sifuna, ili tuwe na uwezo wa kuweza kuingia katika kikapu ya state privileges, ili pia sisi tupate muda mizingi pate kuchenga eneo letu, tuweze kuwa wakarakozi na vikarakozi na wafanyakazi wa chemi zingine. Asante na Mungu ambariki. Vile nilimwambia kwa majina, mimi ndo Mhonge, na Mungu awe nanyi. God bless. Thank you.